kunichagua mimi toka enzini, akanitenga na dunia, mimi ni wake. Mama kwenye zamu yangu, akaniona hizo baraka za Bwana. Mimi nitasimama kwenye zamu yangu, akaniona baraka za Bwana. Kanisa tusimame kwenye zamu zetu, akatuone baraka za Bwana. Mimi nitasimama kwenye zamu yangu, akanione baraka za Bwana. Nitamwimbia kwenye zamu yangu, akanione baraka za Bwana. Mimi nitasimama kwenye zamu yangu, akanione hizo baraka za Bwana. Msalaba huo naupenda sana, hapo Yesu katufirika. Oh, naupenda msalaba huu, nitashinda kwa nguvu zake. Naupenda msalaba huu, taji nitapewa huko juu. Oh, naupenda msalaba
nitashinda kwa nguvu zake. Naupenda msalaba, taji nitapewa huko juu. Msalaba huo naupenda sana, wengine waudharau, kwani mwana kondoo aliacha engu kutufiria msalabani. Oh, naupenda msalaba huu, nitashinda kwa nguvu zake. Naupenda msalaba huu, taji nitapewa huko juu. Nitanyenyekea penye msalaba, kuyavumilia yote. Nitakaribishwa na Yesu mbinguni kwenye utukufu milele. Oh, naupenda msalaba huu. Oh, nitashinda kwa nguvu zake. Naupenda msalaba huu, taji nitapewa huko juu. Baba yetu na Mungu wetu mwema, Mwokozi wetu mpenzi, Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru tena Bwana kwa ajili ya asubuhi hii ambayo Bwana umetupatia nguvu na afya za kuweza kuwepo mahali hapa Mfalme. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa ajili ya yote ambayo Baba umetutendea, kwa sababu Baba tunakiri ya kwamba Mungu tuko mahali hapa si kwa nguvu na jitihada zetu, lakini tunajua ya kwamba Baba haya yote ni majaliwa na mapenzi yako, kwa kuwa ulituona ya kwamba Mungu tuko mahali hapa Mfalme. Tunakushukuru Mwokozi kwa ajili ya yote ambayo Baba umetutendea, Bwana wetu Yesu Kristo. Tazama Baba, umetupa nguvu za kuweza kufika mahali hapa kwa ajili ya kukuabudu na kukutukuza wewe Mfalme wetu. Baba, tunajionea aibu kwa maisha ambayo Baba tumeishi maisha yasiyokupendeza Mfalme. Mahala ambapo Baba tumeenenda kinyume na wewe, tunaomba uturehemu, tusamehe Bwana. Umfutie kila mmoja aliyeko mahali hapa Baba udhaifu na makosa yote ambayo ametenda mbele zako Mfalme. Bwana Yesu Kristo, bado shauku ya mioyo yetu inakuhitaji wewe zaidi, na ndio maana Baba unatuona tuko mahali hapa Baba kwa ajili ya jambo moja tu Bwana, kukutukuza na kukuinua wewe Bwana wetu Yesu Kristo. Tazama Baba wa mbinguni, tumeianza ibada hii ya nyimbo, lakini Baba tunajua pasipo wewe sisi hatuwezi tukafanya chochote. Mtazame ndugu yetu ambaye Baba umempatia kibali kwa siku ya leo kusimama kwa ajili ya kuongoza sifa. Bwana wetu Yesu Kristo, tunamkabidhi mikononi mwako Baba. Tunajua yeye ni mwanadamu tu Bwana, hana chochote cha kuwapatia watoto wako, lakini tunajua wewe kama utakuwa ndani yake utampatia nyimbo ambazo Baba uliziona kimbele kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tunamwombea ndugu yetu ya kwamba Baba, kama kuna mahali ambapo Bwana Yesu Kristo hajafanya sawa, tunaomba rehema yako Baba ikae pamoja na yeye. Lakini pia Baba, kuna ndugu yetu ambaye Bwana Yesu Kristo kwa siku ya leo
umemwandaa Baba kwa ajili ya kuwahudumia watoto wako neno lako Bwana wetu Yesu Kristo. Na wewe ulituambia mwanadamu hataishi tu kwa mkate, bali ataishi kwa kila neno linalotoka katika kinywa chako Bwana. Baba wa mbinguni, tunamkabidhi ndugu yetu mikononi mwako. Tunamwombea rehema Bwana Yesu Kristo kwa maisha yake yote ambayo ameishi maisha sio kupendeza wewe. Mrehemu Bwana Yesu Kristo, na ukapate kumjaza Roho wako mkuu mtakatifu akawe ndani yake Bwana. Atakapokuja mbele ya watoto wako mfalme wa amani, asije Baba na maneno yake, mbali aje mahali hapa Baba akiwa amejaa neno lako mfalme wa amani, kwa sababu ulisema neno la mwanadamu ni mauti, lakini neno lako Baba ni uzima. Hivyo nasi tunategemea uzima kutoka kwa ndugu yetu ambao utakumeweka ndani yake mfalme. Atakaponena Baba, ukawe unanena wewe ndani yake Bwana. Tunaikabidhi ibada hii yote mikononi mwako Bwana Yesu Kristo, na kila mmoja aliyeko mahali hapa Baba asitoke Bwana kama alivyokuja, bali atoke mahali hapa Baba akiwa amenenewa na wewe, na wewe Baba ukiwa Baba umemzungumzia mfalme wa amani. Tunakabidhi yote Bwana Yesu Kristo mikononi mwako kupitia jina takatifu la Mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
mimi sio chochote, damu ya Yesu inafanya kazi. Kumbe mimi sio chochote, damu ya Yesu inafanya kazi. Shauku zangu sio chochote, damu ya Yesu inafanya kazi. Kumbe mimi sio chochote, damu ya Yesu inafanya kazi. Chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba chunguza Bwana, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba ona njia yangu, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze mioyoni mwetu, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. Chunguza kanisa, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, twakuomba unichunguze. Kushindwa kwetu, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. Moyoni mwangu, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. Maisha yangu, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. Ibada yetu, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba. Tuombe. Baba yetu mwema na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ndilo ombi letu Bwana. Tumekuja utuchunguze na utuonyeshe tulipopungua Bwana. Tumekuja utujazilize na utufikishe kwenye ukamilifu Mfalme. Tumekuja kusamehewa na wewe na kurehemiwa na wewe. Tumekuja Bwana kuleta haja za mioyo yetu mbele zako Mfalme,
ili wewe Bwana ututembelee, utubariki na utujaze haja za mioyo yetu. Tutangulie kuomba rehema Bwana juu ya maisha yasiyofaa tulioishi. Tunaishi katikati ya ulimwengu ulio mchafu Bwana. Tunasikiliza uovu wa ulimwengu, tunanena na kusikia maovu Bwana. Wakati mwingine tunatenda wakati mwingine sawa na walimwengu, jambo linalodhalilisha ufalme wako Bwana. Tusamee Mfalme kwa kuishi maisha yasiyopendeza, na turehemu tena, utukubali kama wanao na binti zako. Ndiyo Mungu, umetuambia kwenye neno lako kwamba tuje kama tulivyo. Tuambie japo dhambi zetu zingekuwa nyekundu kama bendera, zingekuwa nyekundu kama damu, wewe neema yako Bwana ungeweza kutusafisha ziwe nyeupe kama sufi na ziwe nyeupe kama seruji. Tunakuamini Bwana kwenye neno lako, lakini hatuishii hapo Bwana. Wewe uliruhusu pia maumbile yatufundishe. Maumbile yametuonyesha Bwana kwamba mtoto anapojichafua wazazi huwa wamuadhibu Bwana, ila huwa wanamuosha na kumkumbusha tena kwamba sio njia nzuri kuendelea kujichafua. Tumekuja tutakase kwa damu yako Baba yetu. Tumekuja Bwana utuonyeshe namna ya kushinda pale ambapo tumeshindwa. Tumekuja utuinue tena na utubariki tena Mfalme. Bariki mkutano huu Bwana ambao umekusanyika mbele zako Mfalme, kwamba kuhudhuria kwetu mahali hapa kukae kwenye faida, kusiwe kwenye hasara. Lakini Mungu mpenzi, pia kuna wengine tunakusanyika nao kwa njia ya runinga. Tunaomba Mungu mpenzi pia ukawabariki popote watakapokuwa Mfalme katika pembe nne za dunia hii. Hebu muone kila mmoja katika uhitaji wake na ukamtendee fadhili Bwana. Walio wagonjwa ukawaponye, walioanguka ukawainue Mfalme. Wanaotafuta mapenzi yako, wenye njaa na kiu ya haki Bwana uliahidi kuwashibisha na kuwanywesha, hebu ikawe hivyo Mfalme. Mungu wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, wasiokujua wewe Bwana, fungua fahamu zao waweze kukufahamu na wajikabidhi mikononi mwako. Hebu Mungu, mwisho wa ibada hii kila mmoja Bwana atakaye kupata wewe, atakayesikia ibada hii kwa njia ya redio, atakayesikia ibada hii kwa njia ya mitandao, atakayesikia ibada hii Bwana kwa njia ya runinga, hebu kila mmoja akaseme moyo wake umewaka kwa furaha kwa sababu Bwana amesema na yeye. Ndipo najiweka mikononi mwako nami Bwana kwamba unitoe njiani, wewe mwenyewe Bwana ukawe ndiye mhudumu wa watu wako. Ninaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu na wabariki na wasalimieni kwa jina la Bwana Yesu Kristo, na wakaribisheni ibadani kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Mosi sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7. Lisikieni neno hili alilosema Bwana juu yenu, enyi wana wa Israeli, juu ya jamaa yote niliowapandisha kutoka nchi ya Misri, nikisema, ni nyinyi tu niliowajua katika jamaa zote zilizo duniani. Kwa sababu hiyo nitawapatiliza ninyi maovu yenu yote. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Je, simba atanguruma mwituni hasipokuwa na mawindo? Mwana simba atalia pangoni mwake ikiwa hakupata kitu? Je, ndege ataanguka mtegoni juu ya nchi mahali asipotegewa tanzi? Mtego utafyatuka juu ya nchi bila kunasa kitu chochote? Je, tarumbeta itapigwa mjini watu wasiogope? Mji utapatikana na hali mbaya asioileta Bwana? Hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Jina la Bwana lipewe sifa, na Bwana aongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake. Tunaweza tukaketi kwa sababu tuliomba kabla ya kuanza ibada. Mungu abariki. Kutoka kwenye maandiko hayo nataka tu nihubiri ujumbe mfupi ambao nimeupa kichwa cha njia ya nabii wa kweli. Njia ya nabii wa kweli ndiyo somo letu kwa siku ya leo. Manabii wana njia. Mungu abariki. Na tuna aina mbili za manabii. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna nabii wa uongo na kuna nabii wa kweli. Na manabii wote wawili wana njia zao. Na tunajua Mungu alipotahadharisha kwenye Mathayo 24:24 juu ya manabii wa uongo ambao wangeweza kuwepo katika kizazi chetu. Mungu abariki. Mungu hakutuonyesha alama ya usoni ya kumtambua nabii.
Jina la Bwana lipewe sifa. Ila kuna namna ambavyo Mungu aliweka alama. Sasa nataka tupite kwenye hizo alama ambazo Mungu aliweka. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa nini Mungu hapendi mtu yoyote apotee? Na ili tusipotee lazima tujue njia ya kweli. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo kuna njia ya nabii wa kweli, lakini pia kuna njia ya nabii wa uongo. Ili uweze kujua njia ya nabii wa kweli, inakupasa ujue njia ya nabii wa uongo. Ili uweze kujua njia ya nabii wa uongo, inakupasa ujue njia ya nabii wa kweli. Na sasa kabla hatujaenda huko, hebu turudi kidogo kwenye historia, alafu ndio tutaingia kwenye kilindi cha somo letu. Mungu abariki. Amos ambaye ndio tumetoka kusoma habari zake, ni mtu ambaye alianza kutabiri au kutoa unabii, Mungu abariki, miaka ya 760 kabla ya Kristo. Jina Bwana lipewe sifa. Na ndipo Amos alipoanza kutoa unabii wake. Na Amos wakati anatoa unabii wake, Israeli tayari ilikuwa imegawanyika. Mungu abariki. Ilikuwa ina wafalme wawili na mataifa mawili ndani ya lilokuwa taifa moja. Kulikuwa kumekatika upande wa Yuda ambao wao wakati huo Amos anatawala, Amos anatabiri, aliyekuwa ni mfalme wao alikuwa ni Yeroboamu wa pili. Mungu abariki. Kwa soma maandiko mtakumbuka, ilikuwa ni Yeroboamu wa kwanza ndiye aliyeleta mgawanyiko kati ya Samaria na Yuda. Mungu abariki. Na sasa baada ya kuwa huo mgawanyiko umekuja, upande wa Samaria Yeroboamu aliwaongoza kuabudu vinyago, aliwatengenezea ndama wa dhahabu. Jina Bwana sifa. Hiyo ikawafanya Samaria wamuache Mungu na Mungu aachane na wao. Jina Bwana sifa. Na Mungu akabaki na upande wa Yuda. Lakini Yuda nao wakakosea kosa moja, wakaanza kuwaziaki na kuwacheka na kuwapuuza wa Samaria. Jina Bwana sifa. Sasa hilo ndilo jambo la tahadhari ambalo Mkristo yoyote anapaswa awe makini nalo. Kuanguka kwa mtu hakumaanishi kupotea. Mungu abariki. Lakini Mkristo hapaswi kufurahia kuanguka kwa mtu. Anapaswa kuumia juu ya huyo aliyeanguka na afanye jitihada ya kumnyanyua. Samaria walikuwa ni ndugu wa Yuda, walikuwa ndugu wa Yudea. Kwa hiyo ndugu zao walianguka. Ilichopaswa kufanyika ni watu wa Yudea kufanya jitihada za kuwainua walioanguka. Ila hawakufanya hicho, badala yake waliendelea kuwaziaki. Kwa hiyo pepo wa ziaka, Mungu abariki, aliwapagaa, na baada ya hapo muda sio mrefu na wao pia wakajikuta wamemwacha Mungu na wameanza kuabudu miungu. Bado Mungu aliwapenda na aliendelea kuwatumia manabii. Mungu abariki. Mmoja wapo wa manabii ukimwondoa Amos aliyewahi kuwa ametumwa upande wa Samaria alikuwa ni Elisha. Jina Bwana sifa. Alienda kuwahubiria. Nadhani mwingine alikuwa ni Hosea. Mungu abariki. Kwa nini Mungu alikuwa anawatumia manabii japo wamemkataa? Ni kwa sababu kwanza Mungu hapendi mtu yoyote apotee. Na ili Mungu amhukumu mtu, huwa Mungu anahakikisha amemwekea jukwaa la kuokokea, amemtengenezea mlango wa kutokea, alafu huyo mtu ameukataa huo mlango, amelikataa hilo jukwaa. Mungu abariki. Ndipo Mungu huwa anamhukumu. Jina Bwana sifa. Kwa maneno mengine ningeweza kusema hivi: kukosea au kufanya makosa sio jambo baya. Jina Bwana lipewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu watu tumeumbwa kwenye miili kwa ajili ya kujaribiwa na dhambi. Tunaishi katika wastani wa kufaulu na kuto kufaulu. Jina Bwana sifa. Na Mungu anajua jambo hilo vizuri, kwamba mwanadamu katika mwili wake yupo katika wastani wa kufaulu na kuto kufaulu, na dhambi lazima imjaribu. Akijua hicho, ndio maana alijitoa dhabihu msalabani.
Jina Bwana lipewe sifa. Sasa basi, ugomvi na Mungu huo unakuja wapi? Pale ambapo Mungu anakuletea njia ya kuokokea, alafu ukaikataa hiyo njia, ndipo Mungu huwa anakuhesabu uliye asi. Ndipo Mungu huwa anakuhesabu uliye tengana na yeye. Jina Bwana lipewe sifa. Pamoja na ukafiri wote wa Amazia na taifa lake la Samaria, bado Amazia alijua kwamba Amosi ni muonaji. Amen. Amosi ni nabii. Amen. Jina Bwana lipewe sifa. Amen. Lakini hata hivyo bado hakupenda unabii wa Amos. Yeah. Amen. Jina Bwana lipewe sifa. Amen. Kuna watu wanajua ukweli. Kuna wahubiri wanafahamu ukweli. Yeah. Kuna maaskofu wanajua ukweli, na ukisemwa mbele yao wanajua hiyo ni kweli. Lakini hata hivyo, kwa sababu hiyo kweli inahatarisha maslahi yao, hawapo tayari kuipokea, hawapo tayari kukubaliana na huyo anayeisema kweli. Hebu unanitazama leo, unanisikiliza leo, usichukue mkondo huo. Huo ni mkondo wa kishetani. Hiyo sio njia ya Mkristo wa kweli. Njia ya Mkristo wa kweli, anapoisikia kweli, ujinyenyekeza kwenye hiyo kweli. Twende ndugu. Nenda zako ikimbilie nchi ya Yuda. Kwa hiyo Amazia akamwambia, toka hapa, nenda Yuda, tukutaki. Ukale mkate huko, ukale huko, ukatabiri huko, ukawatabirie wa huko. Huku Samaria tutaki. Lakini usitabiri tena huku Bethel. Akamwambia, huku Bethel Samaria kwetu hatupendi unabii wako, hatupendi mahubiri yako, yanatuzalilisha, tunakosa pesa. Kwa maana ni mahali patakatifu pa mfarume. Ndiyo. Nayo ni nyumba ya kifarume. Ndiyo, endelea. Ndipo Amosi akajibu akamwambia Amazia, mimi sikuwa nabii. Akamwambia, sasa sikiliza mpendwa, unatakiwa ujue, mimi sikwenda kusomea unabii, wala sikuwa mwana wa nabii. Mimi sikutuma maombi, sikuandika barua ya kuomba niwe nabii. Haleluya. Mimi nilikuwa na kazi zangu huko. Kazi yangu ilikuwa ni kuchunga mikuyu na kulima. Haleluya. Hiyo ni kukutangazia kwamba manabii hawajitengenezi. Manabii hawatengenezwi na vyuo. Manabii hawatengenezwi na makanisa. Manabii hawatengenezwi na waheshimiwa. Manabii huletwa na Bwana. Manabii hutoka kwa Bwana. Si hiyo ingekupa picha ya leo ambapo tuna utitiri wa manabii waliotengenezwa na watu, waliotengenezwa vyuoni, waliotengenezwa na makanisa. Hao sio manabii. Nabii wa kweli huwa anatengenezwa na Mungu. Kwa hiyo Amos alijitambua, alijua yeye ni nani. Hakutengenezwa na mtu, hakuitwa na mtu, hivyo asingeweza kupokea vitisho vya mfalme, kwa sababu alikuwa ametumwa na mfalme aliye juu ya wafalme wote. Kwa hiyo akamwambia, nyamaza wewe mfalme, ujue mimi ni nani. Amen. Haleluya. Mimi sikuwa nabii, sikuomba unabii. Amen. Sikumwandikia Mungu barua kwamba nifanye niwe nabii. Sikuiandikia shule ya seminari kwamba nifanye niwe nabii. Sikuandikia maskofu wanipendekeze niwe nabii, ila Mungu aliniita niwe nabii. Amen. Twende mpendwa. Wala sikuwa mwana wa manabii. Mimi sikuzaliwa na nabii. Bali nalikuwa mchungaji. Mimi nilikuwa mchungaji tu huko porini na mtunza mikuyu. Na kazi yangu ilikuwa ni kutunza mikuyu. Mnajua mikuyu haipandwi na mtu. Mikuyu inapandwa na Bwana. Haleluya. Mnajua ilikuwa inafunua nini? Ilikuwa inafunua Wakristo. Wakristo ni pando la Bwana. Wakristo wamezaliwa na Bwana. Si bidhaa ya kanisa, si bidhaa ya dhehebu. Wakristo ni wa Bwana. Na Bwana alisema kila pando lisilopandwa na Bwana hilo litangolewa. Kwa hiyo Amosi alikuwa na uzoefu wa kushughulika na mapando yaliyopandwa na Bwana. Tuendelee mpendwa. Naye Bwana akanitwaa. Ndiyo. Katika kufuatana na kundi. Anasema Bwana akanichukua huko katika kufuatana kondoo wangu, akaniambia kuna kondoo wengine wa kibinadamu. Amen. Bwana akaniambia, ndiyo, nenda ukawatabirie watu wangu Israeli. Nenda ukawatabirie watu wangu Israeli. Kwa hiyo Amos alijijua. Haleluya. Amos hakwenda kuhubiri ili apate ugali.
Amos hakwenda kuhubiri ili apate umaarufu, alienda kuhubiri kutekeleza agizo la Bwana. Ndipo basi mchungaji yoyote tunamhitaji leo ni mchungaji ambaye ameitwa na Bwana, ni mhubiri anayejua anachokifanya, ni mhubiri ambaye hawezi kupokea vitisho vya namna yoyote, kwa kuwa alishakutana na mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Huyo ndiye anayepaswa kuwa mchungaji wa nafsi yako, si vinginevyo. Twende. Niendelee. Endelea. Amen. Basi sasa ndiyo lisikie neno la Bwana. Sasa sikiliza, akamwambia Amos, akamwambia mfalme Amazia, akanambia, pamoja na kwamba unanifukuza, nataka nikuhakikishie unawajibika kulisikia neno la Bwana. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunahitaji mhubiri atakayesimama aseme, mpende msipende, lazima niseme neno la Bwana na msikilize. Haleluya, tuendelee mpendwa. Wewe unasema usitabiri juu ya Israeli. Ndiyo. Wala usitoe neno lako juu ya nyumba ya Israeli. Ndiyo. Ya Isaka. Ndiyo. Kwa hiyo Bwana asema hivi, mke wake atakuwa kahaba mjini. Alikuwa ana ujumbe kutoka kwa Bwana, alikuwa anamjua Mungu. Alimwambia, unaanza kiburi, unaleta ujuaji. Sasa jambo ni hili hapa, unakataa neno la Mungu. Njia ni hii, mke wako aenda kuwa kahaba mitaani. Amen. Mungu abariki. Lakini unajua mke wa mfalme ilifunua kitu gani? Amen. Ilifunua kanisa. Mfalme alifunua nini? Mfalme alifunua mchungaji wa kanisa. Haleluya. Ndipo mchungaji unayenitazama, unayenisikiliza, unapolisikia neno la Mungu na ukalikataa, kinachofuata kanisa lako lazima liwe kanisa la kikahaba. Lazima likazini na ulimwengu, lazima likaishi na ulimwengu, kwa sababu kanisa la Mungu linapaswa kukutana na mbegu ya Mungu, na mbegu ya Mungu ni neno la Mungu. Ukilipa chochote kanisa ambacho sio neno la Mungu, hilo ni kahaba. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo Amos aliingia kwenye taifa la Samaria likiwa limejikinai, likiwa aliheshimu neno la Mungu, likiwa alitaki chochote kinachoitwa neno la Mungu. Lakini wakati huo hilo taifa lilikuwa limefanikiwa kiroho. Akumlazi, lilikuwa limefanikiwa kimwili. Walikuwa wana mashamba yaliyostawi, biashara zinashamiri, viwanda vinaendelea, na uchumi ni mkubwa, na watu wengi wana pesa na maendeleo ya kimwili. Vitu hivyo vilizidi kuwapa watu kiburi mioyoni mwao, kwamba hakuna haja ya kumtumainia Mungu kwa sababu pesa zipo, maisha mazuri wanayo, wanataka kitu gani kingine kwa Mungu wakati maisha kwao inaonekana ni mpeto wa kutakata. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini hata hivyo, nikwambie wewe unanisikiliza, wewe unanitazama sasa hivi, ustawi wa maisha yako, Mungu abariki, haumaanishi una kibali mbele ya macho ya Mungu. Mungu abariki. Na mafanikio ya maisha haya sio kilele na hitimisho ya maisha yako. Kuna maisha baada ya haya. Haleluya. Ni vizuri ufikirie habari ya uzima wa milele, kwamba baada ya hapa wapi unaelekea, mwisho wako ni nini. Ukikoma kwenye maisha haya ya kimwili, utakuwa ni mgeni wa nani? Amen. Ni nani mwenyeji wako ng'ambo ya pili? Amen. Sikiliza mpendwa, Amos hakuwa na ugomvi na mafanikio yao. Hakuwa na ugomvi na ustawi wao wa kimwili, ustawi wao wa kibiashara, ustawi wao wa uchumi. Hakuwa na ugomvi na hayo. Ugomvi wake ilikuwa ni mioyoni mwao. Amen. Wamemwacha Bwana na kugeukia ibada za miungu wa kigeni. Kwa hiyo alikuwa anawaambia, rudini kwenye neno, mtumikie Mungu wa kweli, ili mbarikiwe mwilini na nafsini pia. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wao walimuona ni katili, mpaka mfalme akasema, sikuhitaji tena Samaria. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukweli ni kwamba mhubiri wa kweli ni sawa na nesi. Haleluya. Nesi akikabidhiwa biashara ya kukamua jipu, anajua anachokifanya.
Mhubiri wa kweli anapaswa kukamua dhambi zote za ulimwengu mioyoni mwa watu, ili Roho Mtakatifu apate mahali pazuri pa kutua na watu wapokee uzima wa milele. Kama una mhubiri ambaye una kidonda, una kansa, una jipu, yeye anakufunika, anaweka tu bandage na kuambia endelea, huyo ni muuaji. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunahitaji mhubiri akasimama kwa uso mkavu, usiocheka, aseme mmelani nyinyi wanawake mnaovaa suruali, hilo ni vazi la kiume. Amen. Shida ni nini? Kwani tunaona Wakristo wengi wanawake nao wamevaa masuruali? Shida ni hii. Ndio. Wahubiri wanafunika majipu bila kuyakamua. Wahubiri wanabariki dhambi. Wanawaambia watu uongo kwamba Mungu haangalii mavazi, Mungu anaangalia moyo. Hebu nikubaliane na nyinyi kwamba Mungu anaangalia moyo. Moyo upi? Moyo unaokaidi neno lake? Moyo unaonajisi neno lake? Mungu anaangalia moyo unaosikia neno lake na kutetemeka. Sasa neno hilo ambalo moyo unapaswa ulisikie na kutetemeka, ndio umesema. Neno ndio limesema, si limeuambia huo moyo mnaosema na uangalia. Neno limesema hivi: mwanamume haruhusiwi kuvaa mavazi ya mpasayo mwanamke, na mwanamke haruhusiwi kuvaa mavazi ya mpasayo mwanaume. Hilo ni neno. Kumbukumbu la Torati 22:5. Twende mpendo. Torati 22 mstari wa 5. Andika nasema, mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Nasikia maandiko yamesema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Namtaka mtu mmoja aniambie suruali huwa ni vazi la kike. Amen. Suruali kwa mji wa Biblia naisoma mimi na nayo iamini ni vazi la kiume. Biblia imetaja neno suruali mara 8. Na katika zote 8 inaongelea habari ya wanaume. Tuendelee mpendwa. Wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Hiyo ni Biblia. Kwa nini? Kwa maana kila afanyaye mambo hayo, anayefanya mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wake. Machukizo mbele ya Bwana Mungu wake. Na wahubiri hawasemi kwa sababu mioyo yao haina Mungu ndani yao, ila mioyo yao iko kwenye mafanikio ya ulimwengu huu. Jina Bwana pesifa. Basi Amos na yeye wakati anakuja kuhubiri, alikuta watu wa Samaria pamoja na mfalme wao, mioyo yao haifikirii wala haitafakari habari ya neno la Mungu. Unayenisikiliza, unayenitazama, tulioko pamoja mahali hapa, sikiliza jambo hili. Zaburi ya kwanza ilisema, amebarikiwa mtu yule anayetafakari neno la Mungu usiku na mchana. Jina Bwana pesifa. Na ikaendelea kusema huyo mtu atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, hautapukutisha jani lake, haleluya, na utazaa matunda kwa wakati wake. Kwa hiyo kuna faida kutafakari neno la Mungu usiku na mchana. Changamoto ya Wakristo leo ni nini? Hawatafakari tena neno la Mungu. Wanatafakari Simba na Yanga, wanatafakari Arsenal na Manchester, wanatafakari kombe la dunia, wanatafakari wakina Beyonce na kadhalika, na upuuzi mwingi wa ulimwengu, na neno la Mungu wameliweka kando. Mpendwa, ni aibu, ni fezea, ni kashfa kukutana na kijana wa Kikristo ambaye anaitwa John, anaitwa Andrea, anaitwa Paulo, anaitwa Simeoni, majina ya watakatifu. Haleluya. Watu wacha Mungu. Unamuuliza Mathayo 5:5 inasema nini? Anakuambia sijui chochote inachosema, lakini ukimuuliza lineup ya Manchester, lineup ya Arsenal na Liverpool, anakutajia wa kwanza mpaka wa benchi. Huo ubongo umekariri upumbavu wa ulimwengu, hauwezi kukariri neno la Mungu. Ni laana imelikumba taifa, ni laana imeikumba dunia. Watu wanatafakari ya ulimwengu huu, hawatafakari tena ya Mungu. Lakini naomba niwaondoe hatiani. Shida kubwa sio wao. Shida kubwa ni madhabahu dhaifu. Shida kubwa ni wahubiri wa kisasa
hawajui kuwaelekeza watu kwenye neno. Wanachoangalia wao ni mafanikio. Nikuulize mpendwa, unatolea wapi ujasiri wewe mhubiri wa kwenda kumwambia mshirika wako kwamba hiyo mipira na hizo anasa ni matatizo kwenye nafsi yako, wakati wewe mwenyewe ni shabiki wa Arsenal na Manchester? Ndio. Unatolea wapi ujasiri? Hiyo ni kuonyesha kanisa limeoza kuanzia kwenye tawi mpaka kwenye mizizi. Waliopasa kuwaongoza watu wao wenyewe wamepotea njia. Jina la Bwana lipewe sifa. Amos wakati anaingia Samaria, alikuta Samaria ipo katika mlengo kama huo. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndipo Amos kwa ujasiri akawaambia, Mungu abariki, sio kwamba Samaria kulikuwa hakuna majengo ya ibada, sio kwamba Samaria walikuwa hawajui Torati ya Musa na vitabu vya manabii. Haleluya, vilikuwepo na walivisoma na walielewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini hata hivyo hawakuwa waaminifu na wanyofu kwenye hayo maandiko. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndipo Amos akawaambia, Mungu yule mnayesema mnamtumikia, huyo ndiye atakayewahukumu, huyo ndiye atakayewaangamiza. Jina la Bwana lipewe sifa. Na mimi niwaonye wa Kristo mnaotutazama sasa hivi na mnaotusikiliza, Mungu yule mnayesema mnamtumikia, huyo ndiye atakayewaangamiza. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi Amos alikuta hawajali tena neno la Mungu, lakini kulikuwa kuna lundo na utitiri wa manabii. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukiwa ukienda mtaa huu kuna nabii, mtaa ule kuna nabii, nyuma ya mtaa wako kuna nabii, kila kona kulikuwa kuna nabii. Lakini manabii wote walikuwa kinyume na neno la Mungu, na hawakuwa manabii wa kweli, walikuwa ni manabii wa uongo. Je, hiyo sio hali tulionayo leo? Leo kila kona, kila mtaa kuna nabii. Lakini hata hivyo, acha maandiko yatimie. Maandiko yalisema watakuja manabii wengi wa uongo na makristo wengi wa uongo. Sikilizeni, kadri unavyoona kuna wingi wa manabii wengi wa uongo, ujue nyuma yao manabii kuna wakristo wengi wa uongo. Ndipo nikuangulize wewe, uko nyuma ya nani? Angalia, mnajua hawa kilichomuingiza kwenye shida na akauingiza ulimwengu wote kwenye shida? Shetani alimwambia 99.9 ukweli, alafu 1 uongo. Na uongo kwa maana halisi ya uongo ni ukweli ulioelezewa vibaya. Jina Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo shetani alimwambia tu neno moja tu, ha. Hilo neno moja limeleta makaburi, limeleta chuki, limeleta kuvunjika kwa ndoa, limeleta uzinzi. Mungu abariki. Yaani maanisha hivi, ukimuona mwanaume fulani anaogopa kuingia nyumbani kwake mapema, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, yuko baa bado. Jina Bwana lipewe sifa. Jua jambo hili, kuna HA iliongezwa kwenye neno la Mungu na shetani, na hawa akaikubali. Jina Bwana lipewe sifa. Ukiona ndoa zinasambaratika, watoto wanaishi na kulelewa na mama wasiokuwa mama wa kwao, wanaishi na kulelewa na mababa wasiokuwa mababa zao, ujue ni kwa sababu kuna HA kule Edeni iliongezwa kwenye neno la Mungu. Mungu alisema mtakufa, shetani akasema ha, mtakufa. Kwa hiyo hiyo ha ilipoongezwa kwenye neno la mtakufa, nyuma yake ikatengeneza hamtakufa, uongo. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ndio tunaona magonjwa leo, tunaona ukimwi leo, tunaona kansa leo, tunaona ulemavu leo kwa sababu ya ha. Ukiwa unatafakari, nikuulize swali, kama HA ilileta madhara makubwa kiasi hicho, ukiona, Mungu abariki, leo kuna vita sijui Ulaya, Ukraine, Uarabuni huko, mabomu maatomiki yametengenezwa kuua watu. Matokeo au chanzo cha hayo ni HA. Sasa kama haa ina madhara makubwa kwa kiwango hicho, vipi mtu akiondoa mstari mzima na akakuletea mstari mwingine wa bandia, anatengeneza nini? Wazia tu hicho.
Mungu abariki. Yaani mtu aliondoa, aliongeza, maandiko yanasema usiongeze wala usipunguze, sivyo? Kule mwanzo mtu akaongeza ha. Ikaleta shida hizi tunazoziona. Yaani mimi nahubiri hapa natoka jasho kwa sababu ya ha. Mungu abariki. Tusingekuwa tunakemeana dhambi kama ha isingekuwepo. Tusingekuwa tunachukiana nyinyi wakina mama mnaovaa vimini tukiwaambia msivae vimini. Hayo yasingekuwepo. Matokeo ya hivyo vimini ni ha. Mungu abariki. Ni nini sasa? Kama mstari mzima utaondolewa, utazaa kitu gani? Nataka nikuambia, utazaa mauti kuliko neno lenyewe mauti. Sasa piga hesabu sasa, twende kwenye hesabu za kimaandiko. Twende kwenye hesabu. Kuna mstari unasema. Kuna mstari unasema nini? Unasema hivi, shemasi awe mme wa mke mmoja. Alafu vyuo vya Biblia, maaskofu, wachungaji, Mungu abariki, wamechukua mkondo wa nyoka. Wamepita njia ya nyoka aliyemdanganya Hawa. Hao maaskofu nyoka wamebandua ule mstari wote unaosema askofu au mchungaji awe shemasi awe mme wa mke mmoja, wakaubandua wote alafu wakakubandikia mwingine. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 12. Ndiyo. Mashemasi na wawe waume wa mke mmoja. Hiyo yote kuanzia pale mpaka kwenye koma. Mungu abariki. Hata hao mashemasi wengine Mungu abariki, hawatakuolewa, wajaolewa. Wengine wamevunja ndoa. Mungu abariki. Wameweka hiyo utakataka hapo. Inaleta nini? Tafakari, unanisikiliza? Ndio. Inaleta mauti. Lakini hiyo wengine wana ujasiri. Wengine imesema mme wa mke mmoja. Wanaweka wanaume ambao wameoa na kuacha, wakaoa na kuacha. Wanautitiri wa wanawake nyuma yao, wanawafanya kuwa mashemasi. Wakati maandiko yamesema mashemasi wawe waume wa mke mmoja. Jina Bwana, kanisa linaenda wapi? Wakristo tunapita njia gani? Hiyo sio njia ya nabii wa kweli. Atupenda zaidi ya ndugu wote. Atupenda rafiki wa sasa tunaye rafiki atupenda
Usamehe